Taifa letu tumempoteza baba yetu kipenzi, mzee wetu Kardinali Pengo. Mzee huyu ametumika kwa miaka mingi katika taifa letu. Mimi nimemfahamu akiwa kwenye nafasi ya ukardinali, lakini ni mtu mnyenyekevu sana. Alitukumbatia watu wa dini zote bila kubagua, na alituhudumia kiroho, mimi nikiwa shahidi. Na hata nilipopata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Kardinali Pengo alisafiri pamoja na uzee wake kuja kuniombea dua mtoto wake ili nifanye kazi njema iliyonipa kibali na baraka hatimaye kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili la Arusha. Kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba dakika moja tumkumbuke mzee wangu huyu, ili Mungu akamlipe mema mengi aliyoyafanya hapa duniani, ya kuwaunganisha watu wala sio kuwatenganisha, ya kuwapatanisha watu wala sio kuwafarakanisha. Na hatimaye tunaiona Tanzania moja, na wala hatukujali dini zetu wala kabila zetu wala vyama vyetu, tulimkimbilia kama baba na mwalimu wa kweli wa taifa letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa idhini yako naomba tusimame dakika moja, a moment of silence, tukitambua mchango wake na uwepo wake, ili siku tutakayokwenda kumhifadhi ya tarehe 28. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa ruhusa ya kwenda kumzika baba yetu Kardinali Pengo, ili tutakapoenda kumhifadhi basi uko mbinguni akazisikie pia dua za wananchi wa jimbo la Arusha mjini, wakiukumbuka wema wake na kumlilia, ili Mungu akampe heri katika maisha yake ya huko dunia. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Pumzika kwa amani baba yangu Kardinali Pengo.